Ni maandamano ya wanazuoni wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA yakiongozwa na brass band ya Jeshi la Magereza Kiwira, ikiwa ni mahafali ya 19 ya taasisi hiyo na mahafali ya 9 kwa taasisi ya uhasibu Tanzania kampasi ya Mbeya. Mgeni rasmi katika mahafali hayo, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Dr. Khatibu Malima Kazungu amemwakilisha Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nimesimama hapa kumwakilisha Waziri wa Fedha na Mipango Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba ambaye amenituma kutokana na majukumu mengine makubwa ya kitaifa alionao Dodoma. Ameniomba nije nimwakilishe hapa. Nami niwaahidi kwamba nitalifanya jukumu hilo kikamilifu na sitamwangusha. Natambua kwamba kuhitimu ni matokeo ya jitihada za muda mrefu za wahitimu nyinyi wenyewe, lakini na wale waliosaidia nyinyi kuweza kufikia hatua hii muhimu. Wapo wahadhiri waliowafundisha, wapo wazazi na walezi waliolipia ada za masomo, na baadhi yenu mmelipia ada na serikali ama waajiri wenu. Jumla ya wahitimu 2082 katika mahafali haya kampasi ya Mbeya yanashajihisha uwepo wa mabadiliko ya kiutendaji kwenye utoaji huduma katika maeneo ya mafunzo, ushauri, utafiti pamoja na miundombinu. Naibu Katibu Mkuu Dr. Khatibu Malima Kazungu anaelezea namna ambavyo taasisi ya uhasibu Tanzania TIA ilivyojijengea ushirikiano na serikali. Idadi kubwa ya wahitimu wetu wa leo ni ushahidi tosha wa juhudi na ushirikiano mzuri baina ya taasisi na serikali kupitia Wizara yetu ya Fedha na Mipango. Serikali inatambua na serikali itaendelea kutambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na taasisi yetu hii katika kuandaa wataalamu katika tasnia ya uhasibu, ikiwemo uhasibu wa fedha za umma, ununuzi na ugavi pamoja na masoko. Endeleeni kutekeleza majukumu yenu kwa weledi, na sisi kama serikali tutaendelea kuunga mkono. Napongeza sana kwa jitihada tunazofanya kuboresha mafunzo na kuongeza miundombinu ya kusomea na kufundishia. Niwapongeze bodi ya ushauri ya wizara, kaimu afisa mtendaji mkuu wa taasisi yetu hii, management ya chuo chetu hiki kwa kutenga shilingi bilioni 1 ili kuboresha miundombinu wezeshi inayojumuisha maktaba na maabara ya tehama. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuboresha matumizi ya tehama. Hivyo taasisi yetu hii kuwa na maabara hii ya tehama ni hatua kubwa na ya kujivunia sana. Hongereni sana. Jambo hili ni mfano wa kuigwa na taasisi nyingine za serikali. Nashauri taasisi yetu iendelee na jitihada za kubuni mbinu za kujiimarisha katika utoaji wa huduma za utafiti na ushauri, kwa kuwa utekelezaji wake hauhitaji miundombinu mikubwa. Hawa ni baadhi ya wahitimu wa taasisi ya uhasibu Tanzania kampasi ya Mbeya kwa mwaka wa masomo 2020-2021 wanaowakilisha wenzao 2082 ambao Dr. Khatibu Malima Kazungu amewatunuku cheti cha awali, cheti, stashahada, shahada na shahada ya uzamili kwenye fani ya uhasibu, ununuzi na ugavi, masoko na uhusiano wa umma na uhasibu wa umma na fedha. Nitumie nafasi hii kutoa pongezi maalum kwa wahitimu wote
kwa bidii yenu katika masomo iliyowezesha kufaulu vizuri mitihani yenu, na hivyo nyote kwa pamoja mnastahili kutunikiwa tunuku zenu leo hii. Kwa mamlaka niliyopewa na sheria sura nambari 245 ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania, na watunuku cheti cha ununuzi na ugavi, yani Technician Certificate in Procurement and Logistics Management cha Taasisi ya Uhasibu Tanzania kulingana na masharti ya NACTE kwa waliopo na wasio kuwepo. Awali akizungumza katika mahafali hayo, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya Wizara ya Fedha na Mipango, Wakili Saidi Musendo, ameweka bayana changamoto zinazoelekezwa vyuoni na katika taasisi za elimu ya juu: kukosekana kwa uwiano wa soko la ajira na wahitimu wanaomaliza katika vyuo mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, swala kuu la kujiuliza hususan upande wa vyuo na taasisi za elimu ya juu kama TIA ni kwa nini hakuna uwiano wa elimu inayotolewa sambamba na madai haya ya kwamba soko la ajira linatoa wahitimu wasio na ujuzi stahiki. Hivyo ni maoni ya bodi hii kwamba kuna haja ya kuwa na mjadala kitaifa kutambua chanzo cha kukosekana uwiano wa mahitaji ya soko la ajira, kwa kuwa dhana hii ina uhusiano wa moja kwa moja na maendeleo na ukuaji wa uchumi na fursa za ongezeko la ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwelekeo wa serikali kwa sasa ni kuweka nguvu katika uchumi wa viwanda ili kumudu na kudumu katika mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo yanaendeshwa kwa sasa, yanaendeshwa na uzalishaji wa kidijitali kwenye sekta za uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi kihistoria tu, mageuzi ya kwanza ya viwanda yalihusisha matumizi ya maji na mvuke kama nishati ya kufanikisha uzalishaji wa bidhaa na huduma, na hivyo yalihusisha ongezeko la ajira za watu. Ni kwamba kwa wakati huo mageuzi ya kwanza yalikuwa ni labor intensive, ni kwamba yalihitaji kwamba watu wengi waajiriwe, kwa hiyo ni kama labor intensive industries, hivyo zalisha nafasi za ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, mageuzi ya pili ya viwanda yalihusisha uvumbuzi wa umeme viwandani, kadhalika nayo yalitoa nafasi ya ajira labor intensive. Ajira zilikuwa juu kwa sababu ya kipindi hicho inaonekana kama wajiri ulikuwa ni wa muhimu. Mgeni rasmi, mageuzi ya tatu ya viwanda yalibadili uzalishaji kwa kuhusisha teknolojia ya umeme elektroniki na kuongeza mawasiliano na uzalishaji kwa kutumia mitambo na mashine za elektroniki. Mageuzi haya mgeni rasmi yalipunguza ongezeko la kuajiri watu kwa sababu haya yalikuwa ni capital intensive. Hivyo ni mojawapo ya dhana ya upungufu wa ajira, vile mitambo imepunguza umuhimu wa kuajiri watu zaidi. Hiyo ndio hali ambayo iliyopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kutathmini kuwepo upungufu wa ajira kutokana na mabadiliko ya teknolojia na maendeleo ya viwanda, tunakumbuka mtazamo wa Mwalimu Julius Nyerere aliyesisitiza kwamba taasisi za elimu lazima zitoe elimu inayohitajika kwa jamii ya wakati husika ili kusaidia kutatua changamoto zilizopo. Hivyo TIA imeweka mikakati mbalimbali ya kuwezesha kuzalisha wahitimu wanaoendana na mageuzi haya ya 4 ya viwanda ambayo hayepukiki. Mikakati hii inahusisha kubadili aina na namna ya ufundishaji ili kukidhi mahitaji ya soko kama ilivyoelezwa kwa undani na kaimu. Pili, kutayarisha mitaala inayokidhi mahitaji ya soko la ajira. Na tatu, kuongeza wahitimu wenye ubunifu, wenye utundu na uthubutu wa kujaribu na kuinuka baada ya kuanguka. Na mwisho, kujikita zaidi katika mahitaji ya mwanafunzi kuliko mahitaji ya mwalimu, ikijumuisha mahali mwanafunzi alipo, muda na namna ya kujifunza ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia ambayo yanarahisisha utoaji wa elimu bila kuzuiwa na umbali kama alivyoeleza afisa. Bodi ya ushauri ya wizara ndiyo macho ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango na inalinda maslahi yake. Hivyo jukumu lake la kuishauri taasisi hii linafanyika kwa makusudi maalum na namna ya kuiwezesha taasisi itimize malengo yake kama ilivyoainishwa kwenye sheria iliyoanzisha taasisi ya uhasibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya pekee ninamshukuru Rais
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanya katika kuleta mapinduzi ya kweli katika elimu nchini. Nasi kama taasisi ya elimu hatutamwangusha, tutaendelea na mchango mkubwa katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia board na uongozi mzima wa TIA tunaishukuru Wizara ya Fedha na Mipango kwa kupokea ushauri wa board na kufanyia kazi maombi mbalimbali ambayo yamelenga kutatua changamoto za uendeshaji wa taasisi hususan za kiutawala ambazo imekuwa ikabiliana nazo katika kutekeleza majukumu yake. Aidha, board inatambua na kuthamini ushirikiano ambao TIA campus ya Mbeya imekuwa ikipata kutoka kwa ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya. Kwa upande wake, kaimu ofisa mtendaji mkuu wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA, Dr. Momole Kasambala, amesema mabadiliko ya sayansi na teknolojia yameipa nafasi Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA kuboresha miundombinu ya TEHAMA na kutoa mrejesho kwa muda mfupi sanjari na kuboresha njia bora za ufundishaji kwa njia ya mtandao. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaposherehekea mahafali haya ya 19, ninao furaha kukutaarifu kuwa TIA imepiga hatua mbalimbali katika kutekeleza mahitaji ya kitaifa na kimataifa ambayo yanaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Hivyo kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi kupitia tasnia hii ya taaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, TIA imelenga kuendelea kuboresha miundombinu ya TEHAMA katika kuongeza kasi ya utendaji kazi na kutoa mrejesho kwa muda mfupi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika eneo hili taasisi imeendelea kuboresha njia za ufundishaji ikiwa ni pamoja na kuingiza mitaala ya TEHAMA katika ngazi zote, na hivi karibuni TIA itaanza kuendesha baadhi ya program kwa njia ya mtandao, yani e-learning. Mheshimiwa mgeni rasmi, TIA imekuwa ikiendesha mafunzo mbalimbali katika nyanja za uhasibu wa serikali wa kimataifa, yani IPSAS, kwa watumishi katika ofisi ya Waziri Mkuu Dodoma, mafunzo ya uongozi wa huduma kwa mteja kwa watumishi wa Wizara ya Fedha, mafunzo kwa wafamasia wa Wizara ya Afya, hospitali za mikoa, kanda na rufaa katika utunzaji wa stock. Mafunzo haya pia ya mara kwa mara huendeshwa kwa wajasiriamali wanaozunguka jamii ya TIA ili kuwawezesha kuibua vyanzo vipya vya mapato na utunzaji bora wa kumbukumbu za fedha. Kama wakala wa serikali wabobezi kwenye taaluma ya uhasibu ni jukumu letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kampasi ya Mbeya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo halmashauri ya jiji la Mbeya, benki ya NMB, kampuni mbalimbali pamoja na wafanyabiashara wa jiji la Mbeya imekuwa ikiendesha mafunzo kwa wanachuo na wajasiriamali wakiwemo madereva wa bodaboda, bajaji, mamalishe kwa lengo la kuwajengea uwezo wa ujasiriamali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia idara ya utafiti na huduma ya ushauri, tunaendelea na makubaliano na halmashauri ya jiji la Mbeya ili kufanya tathmini ya utendaji kazi na namna ya kuboresha mapato katika soko la Mwenjewa Mbeya pamoja na masoko mengine ya kimkakati ya jijini Mbeya. Kama wakala wa serikali tunao wajibu huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuboresha na kuongeza miundombinu ya kusomea na kufundishia, TIA imetenga shilingi bilioni 1 katika mwaka wa fedha 2021-2022 kwa ajili ya ujenzi wa jengo kubwa litakalojumuisha maktaba, maabara za TEHAMA, ukumbi wa mihadhara, ukumbi mdogo wa mikutano pamoja na ofisi mbalimbali. Mradi huu umefikia hatua nzuri ambapo msimamizi wa ujenzi amekamilisha michoro. Nderemo, furaha na vifijo zilikuwa ni sehemu ya shamra kwa wahitimu chuoni hapo. Dada nikamwambia dada rudia, wadada
mambo yanakwenda. Mama yetu Samia, shikamoo kwa mbali, mwenye suti nyeusi, asante kuja hapa. Bwana umesimama kwa tuna vijana, wadau mbalimbali, asante sana kwa hapo mlipochukua. Mungu awaongeze jinsi mnavyonitunza. Wana mnachanganya mistari inaongezeka mpaka chifu amesimama hapa mbele. Asante baba yangu, nipate hata kapicha. Maana wewe ni adimu, siwezi kukupata. Maana unakuwa bize kwenye yako majukumu. Asante MC kwa kunipa hii nafasi. Maana muda hautoshi tena, tuna mambo mengi. Asante sana nyie mnaosimama mbali na isi mnawakilisha. Asante dada yangu, kwanza umependeza. Naamini kabisa utakuwa mtu wa kwanza. Mahafali haya kuna mambo kadhaa ambayo tumezungumza. Na mambo haya yamejikita katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ilielekezwa kwa waliohitimu, lakini sehemu ya pili ilielekezwa kwa bodi ya chuo pamoja na management ya chuo chetu hiki cha Uhasibu Tanzania. Yale yaliyoelekezwa kwa wahitimu ni kwamba wanatakiwa huku wanakokwenda kuwa wabunifu, kwa sababu kama mnavyoelewa ni kwamba ajira katika sekta ya umma nafasi ni chache sana. Kwa hivyo wanafunzi wetu tumewataka tu kwamba wajaribu kuwa wabunifu katika kubuni shughuli mbalimbali ambazo tunadhani kwamba wanaweza wakajiajiri na kuweza kujikimu katika maisha yao. Lakini vile vile tumewaasa waendelee kuwa waadilifu kwa wale wachache ambao wataajiriwa na serikali na taasisi binafsi. Watumie weledi wao, maarifa waliyopata katika chuo chetu hiki cha uhasibu, lakini vile vile jiepushe na vitendo ambavyo vinapelekea katika masuala ya rushwa na maadili mabaya katika taifa letu. Hilo tu tumelizungumza kwa upande wa wahitimu. Lakini kwa upande wa chuo, kwanza tumepongeza jitihada kubwa ambazo zimekuwa zikifanywa na chuo chetu katika kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata elimu bora na baadaye kujiunga na nguvu kazi ya taifa letu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tumewataka kwamba waendelee kuboresha mitaala ambayo wanawafundisha vijana wetu hawa, ili mitaala hiyo iweze kwenda kuakisi hali halisi ya soko la ajira katika taifa letu. Na hawa ni baadhi ya wahitimu wa taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA campus ya Mbeya wakielezea hisia zao. Kwa majina naitwa George Miovela, nimehitimu shahada ya Procurement and Logistic Management. Aisha, tunamshukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutuongoza kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ni kweli ni jambo la heri sana, kwani sio watu wengi wanaweza kufikia kitu kama hichi, lakini tunaweza kusema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kufikia hatua hii. Napenda kushukuru sana uongozi wa taasisi ya Uhasibu kwa kuweza kutufanikishia ili tukio la leo. Nasema asante sana. Engineer Erastus Vincent Saronga, nafanya kazi katika wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini, na hapa nilikuwa nasomea mambo ya miradi, ambapo leo hii tumehitimu. Nafurahi sana kwa sababu naweza kuendelea kupanua ujuzi wangu katika kusimamia miradi na upangaji wa miradi katika sekta yetu za Tanzania na uhusiano na miradi. Kwa kweli sisi tumekuwa ni watu wa kwanza, na imewapa ari watu wengi sana kwa ajili ya kuja kusoma, kwa ajili ya kupanua ujuzi na changamoto za kwa kazini. Na huko tuliko tunaendelea kuhamasisha, kwa kuwa kuna program mbalimbali au majukwaa mbalimbali ambayo yanafanyika kwa kushirikiana na chuo. Tutakuwa tunatangaza walioko kule waweze kujiunga na chuo na kupanua ujuzi wao. Jina naitwa Sanara Lukumai, ni mhitimu wa degree ya Uhasibu mwaka 2021. Na furaha sana kuhitimu chuo hiki cha Uhasibu TIA Mbeya, kwa sababu kinatoa masomo mazuri na kinatufundisha pia nje ya masomo ambayo tumefundishwa tunaweza kujiajiri na kufanya mambo mengine ambayo yatawafundisha watu wengine ambao wameshindwa kuja chuo. Kwa hiyo nina furaha sana kumaliza chuo hiki, na napenda kuhamasisha watu wengine kwamba kuna kozi za cheti, diploma na uhasibu pia, sio kwamba lazima uanze degree. Kwa hiyo nina furaha sana. Nina furaha sana kuhitimu masomo yangu katika chuo hiki hapa. Hiki ni chuo kizuri, kinatoa mafunzo kwa ngazi ya kuanzia certificate mpaka bachelor. Shukrani za dhati ziuendee uongozi mzima wa taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA makao makuu jijini Dar es Salaam, kitengo cha habari na mahusiano,
na taasisi ya uhasibu Tanzania TIA campus ya Mbeya. Kwa niaba ya mwenzangu mpiga picha mkuu Joseph Mwesango, ni mimi mwandaji na msimulizi wako Rashid Mkwinda.